Iran kwa sasa inasema ina mifumo ya ulinzi wa anga ambayo ina uwezo wa kudungua ndege zisizoonekana katika rada, na wakati huu imetumia mfumo mpya wa ulinzi wa anga kuiangusha ndege isiyokuwa na rubani ya Marekani ya MQ-9 Reaper karibu na lango la Hormuz mapema wiki hii. Wachambuzi wa tukio hilo wanasema inaonyesha kuwa Tehran imebakia na uwezo wake wa kuzima mashambulizi ya Marekani na Israel licha ya miezi kadhaa ya mashambulizi kwenye maeneo yake ya kijeshi. Vyombo vya habari vya Iran vilisema ndege hiyo isiyokuwa na rubani ilitunguliwa karibu na kisiwa cha Qeshm kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, na kuongeza kuwa uvamizi huo ulikuwa wa kwanza kutumia mfumo uliotengenezwa nchini humo uitwao Arash-e-Kamangir. Hakujawa na uthibitisho huru wa madai ya Iran juu ya mfumo wao mpya wa udunguaji wa makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani na ndege za marubani. Kupoteza kwa Marekani ndege isiyokuwa na rubani karibu na mojawapo ya njia nyeti zaidi za meli duniani kuna kuja huku ikiripotiwa kufanya mashambulizi mapya kwenye eneo la kijeshi la Iran karibu na Bandar Abbas, lakini pia na Bushehr. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC baadaye lilisema kuwa limeshambulia kambi ya anga ya Marekani ili kulipiza kisasi, huku mvutano kati ya Marekani na Iran ukiendelea kuongezeka licha kusitishwa kwa mapigano tete. Madai ya Tehran kwamba ilinasa ndege isiyokuwa na rubani ya Marekani yameibua maswali mapya kuhusu ni kiasi gani cha uwezo wa ulinzi wa anga wa Iran ulinusurika miezi kadhaa ya mashambulizi ya Israel na Marekani, na iwapo Iran itasalia na uwezo wa kuhimili duru nyingine ya mashambulizi iwapo mazungumzo yatavunjika. Lakini wakati huu Iran inasema nini juu ya mfumo wake wa ulinzi wa anga ambao sasa wanajinadi wakisema kwamba una uwezo wa kudungua ndege zinazoonekana na zisizoonekana katika rada? Shirika rasmi la habari la Fars la Iran limesema mfumo wa Arash-e-Kamangir ulitumiwa kukamata ndege isiyokuwa na rubani ya adui kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, ikieleza mfumo huo kwa kuwa na uwezo wa kugundua siri, lakini ikitoa maelezo machache ya kiufundi kutokana na taratibu za kiintelijensia. Vyombo vya habari vya Iran vilisema ni onyo kwa ndege zenye uadui zinazofanya kazi karibu na anga ya Iran na mipaka ya baharini, haswa wakati ambapo Iran inataka kuongeza udhibiti wake wa eneo la bahari katika mazungumzo yoyote ya kusitisha mapigano na Amerika. Operation hii ambayo ilifanywa kwa kutumia mfumo wenye uwezo uliojificha ni ujumbe wa wazi na wa maamuzi kutoka Iran. Fars ilinukuu maafisa ambao hawakutajwa wakielezea mfumo huo mpya wa kuingilia kati ulitangazwa na Fars, hutafsiriwa kwa Kiajemi kuwa Arash the Archer, na umepewa jina la shujaa wa hadithi za Kiajemi ambaye anafafanuliwa katika ngao kama aliyerusha mshale kuchora mpaka kati ya Iran na Asia ya Kati. Kwa upana zaidi, Arash anaheshimiwa katika mashairi na fasihi nyingine kama shujaa alisaidia Iran kupambana na tawala za kigeni. Lakini je, madai haya ya Iran yanaaminika kiasi gani? Dai hilo linapaswa kutibiwa kwa uangalifu. Wachambuzi wa Amerika na Magharibi wanasema maafisa wa Iran wana historia ndefu ya kutangaza maendeleo ya kijeshi ambayo ni vigumu kuyathibitisha kwa uhuru. Lakini wataalamu pia wanasema wazo pana la madai hayo linakubalika, huku Iran ikiwekeza sana katika mifumo ya ulinzi ya bei nafuu inayohamishika na inayozalishwa nchini, iliyoundwa kutishia ndege zisizokuwa na rubani na ndege bila kutegemea tovuti kubwa za rada zinazohamishika ambazo ni rahisi kugundua. Mark Hilborn, mhadhiri mkuu katika shule ya masomo ya usalama katika chuo cha King's College London, aliambia Al Jazeera kwamba ingawa kulikuwa na taarifa ndogo sana zilizothibitishwa kwa uhuru kuhusu Arash-e-Kamangir, shambulizi hilo lingelingana na muundo mpana. Iran imejitosheleza katika aina mbalimbali za usanifu wa makombora, na kama Ukraine imekuwa na ujanja katika kubadilisha uchumi wa vita, mifumo ya bei nafuu rahisi ingeweza kushikilia mifumo migumu zaidi na hatari. Kuripotiwa kuangushwa kwa ndege hiyo isiyokuwa na rubani ya Reaper kunaweza pia kuilazimisha Marekani kutegemea zaidi makombora ya bei ghali badala ya ndege zisizokuwa na rubani inaposhambulia Iran. Wakati huo Tehran inaweza kuendelea kutumia ndege zisizokuwa na rubani za Shahed za bei nafuu kwa kulinganisha na uwezekano wa kuipa Tehran faida ya kiuchumi ya muda mrefu katika mzozo wowote wa muda mrefu. Lakini je, Arash-e-Kamangir inaweza ikawa ni nini katika mapambano? Wachambuzi waliozungumza na Al Jazeera walisema uvamizi wa Arash-e-Kamangir huenda usiwe silaha mpya ya kimapinduzi kuliko hatua nyingine katika mabadiliko mapana ya Iran kuelekea ulinzi wa anga wa rununu na wa bei nafuu.
Alex Almeida, mchambuzi wa masuala ya usalama katika Horizon Engage, jukwaa la kijasusi la kimkakati lenye makao yake huko mjini New York, aliambia shirika la habari pia la Al Jazeera kuwa mfumo huo unaweza kuwa unahusiana na silaha nyingine za masafa mafupi za Iran au zinazotolewa kutoka ardhini hadi angani.